Hamjamboni. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na niko na furaha siku ya leo kwa sababu ya wema, neema na rehema zake Mungu ambazo ameweza kunionyesha, na sana sana kwa sababu ya zawadi iliyo kuu ambayo ni zawadi ya wokovu. Acha niwakaribishe tena mahali hapa. Tuko katika Faith in Christ Church Dandora branch, na tumewakaribisha nyote wale mko kwa mitandao, na mkiweza kufika mahali hapa pia Jumapili ijayo tutaweza kufurahia na tutashukuru Mungu. Siku ya leo nataka tukaweze kusoma maandiko. Tutasoma kitabu cha Waebrania sura ya 11. Tutasoma mstari wa kwanza, wa pili hadi mstari wa 6. Nitasoma. Basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Tuko mstari wa 4 wa Waebrania 11. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudia kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije kuona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwedeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Siku ya leo nataka tukaweze kuongea kuhusu imani, na Jumapili zilizopita ama juma mbili ambazo zimepita tumeweza kujifunza kuhusu sadaka ya damu ama dhabihu ya damu, na tulipokuwa tunamalizia tukiangalia vile tunaweza kutumia damu ya Yesu Kristo, tuliweza kuona kuna njia 3 za kutumia damu ya Yesu Kristo, na tukasema ya kwamba njia ya kwanza ni kule kunena kwa kinywa chetu kwa imani yale maneno ambayo yamenakiliwa katika Biblia. Na jambo ya pili tukaona ni kwamba kuna kule kuamini ya kwamba neno la Mungu na pia damu ya Yesu iko na uwezo, kwa sababu hauwezi kunena neno la Mungu kwa imani kama haujaamini ya kwamba neno hilo liko na nguvu. Ni kule kuamini liko na nguvu itakufanya ukaweze kulinena kwa imani. Na jambo ya 3 tuliona venye tunaweza kutumia damu ya Yesu Kristo, tuliona ni kule kutembea katika utiifu, na tukaona ni kule kuweka moyo wetu ukilingana na mapenzi ya Mungu. Njia hiyo, hapo ndipo tunaweza kutumia damu ya Yesu Kristo, ambayo hiyo damu ndiyo inanenea maisha yetu. Na tuliweza kuona hata wakati mchungaji alikuwa ananena hapa mbeleni, na tukaona ya kwamba damu ndiyo iliyofanya hayo mambo yote, ndiyo iliyotupatia ondoleo la dhambi, ndiyo iliyoweza kutumiwa na wale waaminio wa kwanza, na wakaweza kushinda yule aliyekuwa na wastaki, kama venye tulikuwa tunanenewa kitabu cha Revelation. So nayo siku ya leo nataka tuongee kuhusu hiyo imani, na mstari ambao tumemalizia nao, mstari wa 6, umeweza kusema ya kwamba pasipo na imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu.
So imani ni mojawapo ya yale mambo kama Wakristo tunafaa kuwa nayo na tunafaa kuyaelewa. Na ndiyo sababu kichwa cha mafundisho yetu ya leo ni kule kufahamu imani ama understanding faith. Kwa sababu kama hatutaweza kuifahamu, inamaanisha hatutaweza kumpendeza Mungu. Huo mstari wa 6 na ni kitabu cha Waebrania sura ya 11 umesema ya kwamba kwa kuwa yeyote ajaye kwa Mungu kwanza ni lazima aamini ya kwamba Mungu yupo na ati ya kwamba Mungu huwalipa. Imesema kwamba ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. That God is a rewarder to those who diligently seek him. Wanaomtafuta Mungu kwa dhati, hakika Mungu huwapa thawabu ama huwapa tuzo. Huwezi kuja kwa Mungu na akose kukupatia tuzo kama unamtafuta kwa dhati, lakini ni lazima kwanza uamini ya kwamba huyo Mungu unayemuita hakika Mungu yupo. Kama mnaweza kumbuka Sunday tulisema ya kwamba sio kule tu kurudia maneno ambayo yameandikwa. Unaweza rudia tu yale maneno yameandikwa, lakini kama hauyaneni kwa imani, hayo maneno hayana uwezo, hayatafanya jambo lolote. Na ndiposa pia Paul hapa mwandishi anatuambia ya kwamba anayekujia Mungu akiwa na haja, akiwa na tatizo, kwanza ni lazima aamini ya kwamba Mungu yupo na ya kwamba Mungu huwalipa ama huwapea thawabu wote wamtafutao. Usikuje kwa Mungu ni kama unakuja kubahatisha. Ni lazima katika moyo wako uwe uko na uhakika ya kwamba hakika huyu Mungu ninayemuendea ni Mungu ambaye yuko hai na ni Mungu ambaye hujibu maombi ya watu wake. Jina la Bwana litukuzwe. Imani ambayo ninaongea siku ya leo, siongei kuhusu imani iletayo wokovu, kwa sababu imani iko na njia mbili. Kuna imani ya Kristo Yesu ambayo inaleta wokovu, kama vile kitabu cha Waefeso sura ya 2 na mstari wa 8 imenakiliwa ya kwamba ni kwa neema katika imani tumeweza kuokolewa. So imani ndiyo inayotupatia wokovu tukiweza kuipokea ile neema ambayo Mungu ameweza kuiachilia. So imani ambayo ninanena siku ya leo, sineni kuhusu imani iletayo wokovu, lakini nataka kunena kuhusu imani ambayo tunaitumia baada ya kupokea wokovu. Kwa sababu na nimekuwa nikiangalia na katika kufanya utafiti wangu nimekuwa nikiona ya kwamba mara nyingi neno ambalo limenenwa mahali hapa, hivyo tunaongea kuhusu neema, tunaongea kuhusu haki, tunaongea kuhusu imani, tunaona yote inaonekana kwa pande zote mbili. Kuna moja ambayo tunaipokea pasipo kufanya kazi, na pia kuna ingine ambayo tumeachiwa sisi kama wanadamu ambao tumeweza kupokea imani. Tunapoongea kuhusu haki, there is the imputed righteousness, haki ambayo tumepewa na Mungu kwa sababu ya kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Kwa sababu ya kazi ya Yesu msalabani tumepokea haki na tumehesabiwa kuwa wenye haki. Na kama mnaweza kumbuka wakati tulikuwa tunaongea kazi ambayo damu inafanya, jambo moja tulisema ya kwamba through the blood of Jesus we are being justified. Na tukasema justification ni kule kuhesabiwa kana kwamba haujawahi tenda dhambi maishani yako yote. Hivyo ndivyo damu ya Yesu inavyofanya kazi. Mungu anapokuangalia, na mtumishi ametuambia ya kwamba wakati Mungu anatuangalia, macho yake haiwezi kupita damu ikaweze kuona dhambi zetu. Damu imekuwa kama ndiyo kizuishi. Mungu akiangalia, akiona tu damu ya Yesu Kristo ambayo we are administering, ambayo tunaikiri, Mungu hawezi kutuona kama tuko na dhambi, na pia hatuoni kama tumeshaifanya dhambi maishani yetu yote. Na pia tunapoongea kuhusu neema, sasa ni kwa nini ninaongea kuhusu imani inayookoa na imani tunayoitumia kama wale ambao wameokoka. Jina la Bwana litukuzwe. Pia katika tukishapokea hiyo haki, pia tunafaa kuwa na haki ya kuishi.
kuna ule mwenendo tunafaa kuwa nao, kuna vile tunafaa kukaa kama watu ambao wamepokea haki. So there is the imputed righteousness and there is acquired righteousness. Kuna ile ambayo sisi tunaipokea na tunatembea katika hiyo haki. Jina la Bwana litukuzwe. Na pia tukiangalia neema, tunaona kuna neema ambayo Mungu ameitoa bure inayotupatia wokovu. Ukisoma kitabu cha Titus 2 verse 11 and verse 12 to verse 15. Verse 11 inaongea kuhusu neema ambayo ni Mungu amepeana. Maandiko inasema, na neema iletayo wokovu imefunuliwa kwa watu wote. Neema iletayo wokovu imefunuliwa kwa watu wote. Ukienda na mstari wa 12 unatuambia, na hiyo neema ndiyo itufundishayo kukataana na mambo yote yaliyo maovu. Jina la Bwana litukuzwe. Kumaanisha ya kwamba neema ya kwanza ilituondolea maovu yote tuliyokuwa nayo. Haleluya. Na hiyo ni neema ambayo tumepewa na Mungu. Lakini kuna hii neema ingine itakayo sasa kutusaidia. Ni kweli tumehesabiwa hatuna makosa. Ni kweli tumekuwa na ondoleo la dhambi, lakini baada ya kupokea msamaha wa dhambi, kuna neema inayotusaidia kuishi pasipo kutenda dhambi. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kumaanisha ya kwamba kuna yale maisha tunafaa kuishi baada ya kuokolewa. Baada ya kupokea neema, kuna maisha tunayofaa kuishi. Baada ya kuhesabiwa kuwa wenye haki, tuna maisha tunayofaa kuishi, maisha ya haki. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hatukuwa na uwezo wa kuishi kwa haki kupitia sheria, ndiyo sababu pia tunapewa neema. Neema ya kwanza imetukomboa na imemaliza kazi yake. Pia tunapewa neema nyingine itusaidie sasa kukataana na maovu yale ambayo hatungeweza kukataana nayo mbeleni. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So nayo imani, kuna imani ya Kristo. Kama sisi tunajiita faith in Christ. Tunajiita faith in Christ kwa sababu gani? Tunamaanisha ya kwamba sisi tuko katika imani ya Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Tumekubaliana na Kristo Yesu. Imani iko na mambo matatu. Kwanza kuna kule kujua, there is the knowledge of Christ. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kuna kule kumjua Kristo na kujua aliweza kukuja kwa njia gani, na aliweza kukua kwa njia gani, na aliweza kukufa kwa njia gani, na aliweza kutekeleza nini katika maisha yetu. Pia kuna kule kuamini ya kwamba hivyo tunavyosema kuhusu huyo Kristo ni ya kweli. Nalo jambo la tatu is by trusting now. Jina la Bwana litukuzwe. Na hiyo ni personal. You have person. Sasa unamfanya ya kwamba sasa yeye ndiye tegemeo langu peke yake. Na ndio sababu we call ourselves Faith in Christ Church, kwa sababu tuko katika imani ya Kristo Yesu iliyotuokoa. Bwana asifiwe. Halafu tukishakuwa katika imani ya Kristo, sasa tuko na imani inayotusaidia kuishi. Na ndio sababu ukiangalia vile mwandishi wa kitabu hichi amenena, amesema ya kwamba imani ni uhakika wa mambo yanayotumainiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha nisome vile imeandikwa, nisiweke maneno ambayo hayashiki vizuri. Imesema ya kwamba ni Hebrews 11 verse 1. Basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Jina la Bwana litukuzwe. Ati imani ni kuwa na ule uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kumaanisha kuna mambo tunayatarajia. Saa hizi hatutarajii kupata wokovu kwa sababu tumeokolewa. Haleluya. So imani hii ambayo mwandishi ananena, haongei kuhusu imani ya iletayo wokovu. Anaongea kuhusu imani ambayo inatupatia uhakika wa mambo tunayotarajia. Bwana asifiwe. Kwa sababu tukiokoka ni lazima tunakuwa na matarajio, tunakuwa na hope. Haleluya. Inasema ya kwamba ni baana ya mambo yasiyoonekana. Jina la Bwana litukuzwe. It is an evidence. Ni ule uhakika wa mambo ambayo hayaonekani na macho. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu
ni katika imani tunaishi. Maandiko inasema wenye haki wanaishi kwa imani. Bwana asifiwe. Na imani tumeona ni uhakika wa mambo tunayoyatarajia. Kwa sababu tumeokolewa na tumefanywa kuwa wenye haki, kuna mambo tunatarajia katika haya maisha ya wokovu. Ni lazima tuwe na imani. Wacha niwapatie definition ya imani ambayo niko nayo hapa. Nasema faith means a firm persuasion, a conviction based on the word of God. Hivyo ni kusema imani ni kuwa na uhakika thabiti wa mambo kulingana na vile neno limesema. Jina la Bwana litukuzwe. Na sio ni neno la Mungu, tunaongea kuhusu neno la Mungu. Ni lazima tuko na neno la Mungu na tumeamini la kweli. Tunapokuwa na uhakika, tumeshawishika ndani ya mioyo yetu, tuko na ushawishi, we are persuaded. Jina la Bwana litukuzwe. Netoiguitheketio kugia na kuiguitheka kurumu kuringana na uhoro uria mwandike ucio niguo witikio. Jina la Bwana litukuzwe. Pia tutaangalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 13, na hapo pastor ameweza kutaja hata kama hakusema likiwa andiko, ambayo inasema inatuonesha imani ni nini. Na tunaweza sema imani, faith is having the word of God in your heart, believing the word of God in your heart and confessing it with your mouth that it is a reality in your life. Jina la Bwana litukuzwe. Unapochukua neno la Mungu, unaliamini katika moyo wako na unalitangaza na kwa kinywa chako, inamaanisha ya kwamba uko na imani. Wacha tukaweze, kama kuna mtu mmoja anaweza tusomea hiyo ya Corinthians 4:13. Kama ni wa kwanza ama ni wa pili. Corinthians 4:13. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe and therefore have I spoken. We also believe and therefore we speak. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Ati tukiwa na roho ule kama vile maandiko imeandikwa, kwa sababu kuna mtu alikuwa amenena na ikaandikwa na ni Daudi. Haleluya. Maandiko inasema pia sisi tukiwa na roho huyo ambao walikuwa nao wakiandika, eti nimeamini na diposa nimenena. Pia nasi wa Kristo tunaamini na ndio sababu tunanena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu imani ni katika kuamini, na imani ni ya rohoni. Jina la Bwana litukuzwe. Faith is of the spirit. Imani sio ya mawazo. Imani ni katika moyo. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa sababu shetani ni mwerevu sana, na najua ya kwamba kama vile maandiko imetuambia ya kwamba pasipo na imani hauwezi kumpendeza Mungu, shetani anahakikisha ya kwamba hatutakuwa na hiyo imani. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na tukisema hivyo hatutafarakani na lile pastor ameweza kusema ya kwamba shetani alishindwa. Shetani alishindwa pale msalabani, na sisi kama mnaweza kumbuka some years back tulikuwa tunaongea about spiritual warfare ama vita vya rohoni, na tukaweza kusema ya kwamba wakati Yesu alienda pale msalabani, kama vile tumesomewa Kolosai 2 mstari wa 14 na 15, hakika Yesu alipoenda msalabani alimshinda shetani. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa kuwa neno la Mungu ni la kweli, na tuliona ya kwamba aliyafuta yale ambayo yalikuwa yanatustaki na akayatundika msalabani, na kutoka hapo akafanya hadharani onyesho la kwamba shetani ameshindwa pamoja na principalities. Jina la Bwana litukuzwe. Akafanya hadharani, na tukasema ya kwamba yes, Jesus overcame Satan. Lakini sisi kama Wakristo, kile tunachofanya sasa ni kusimamia ule ushindi.
Jina la Bwana litukuzwe. Sisi hatupigani vita, lakini tunasimamia ule ushindi ambao Kristo aliweza kufanya, kwa sababu shetani alishindwa, lakini hakuondolewa katika ulimwengu huu, bado anaendelea. Na ndipo unapata Paulo mahali pengine akituambia ya kwamba do not be ignorant of Satan's device. Musiwe na, tunaweza sema aje, musikose kujua binu ambazo shetani anazitumia. Kwa sababu gani? Shetani bado anatumia binu hata kwa wale ambao wameokoka. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio sababu tunaambiwa we should not be ignorant. Tusikae ni kana kwamba shetani hawezi fanya kazi. Jina la Bwana litukuzwe. Anaweza, lakini hawezi kushinda yule ambaye anajitambua ya kwamba kupitia kifo cha Kristo Yesu nimepata ushindi. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio sababu tunasimamia ule ushindi ambao Kristo aliupata pale msalabani. Haleluya. Haleluya. So tunaposema ya kwamba imani, nilikuwa nasema shetani akijua ya kwamba pasipo na imani Wakristo hawezi kumpendeza Mungu, ana make sure watu hawatapata imani ya kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Na badala ya kupata imani, shetani ana ensure ya kwamba kile watu watakuwa nacho ni kile kinaitwa kwa kizungu mental assent. Katika akili zako unajua neno na unakubaliana na vile neno linavyosema, lakini haujaamini katika moyo. Bwana asifiwe. Na ndio sababu hata wakati ukiangalia utapata watu wengi sana wako na maarifa ya vile neno linavyosema. Haleluya. Na kama mnaweza kumbuka juzi siku nyingine hapa niliwaambia ya kwamba watu wako na ujuzi mwingi wa vile neno linasema, lakini we are not seeing the manifestation of the power of God amongst us, amongst brethren. Jina la Bwana litukuzwe. Andũ aya mena ũũgĩ mũingĩ wa kiugo kĩa Ngai rĩ, na nĩ maramenya ũrĩa kiugo kiugĩte na no mahote gũgĩtarĩria rĩ, no hinya wa kiugo kĩu rĩ wawetha thĩinĩ wao ndũrawona. Mwathani arogocwo. Paulo alisema katika wakati alikuwa ananena na Wakorintho, I think it is in 1 Corinthians chapter 2. Na pastor utaniangalilia hiyo mstari wa 5 kama ndio unasema hivyo. Mahali alisema ya kwamba wakati nilikuja kwenyu sikukuja na maneno. Let me read. Hata nisome. First Corinthians anza mstari wa kwanza usoma mpaka mstari wa 5. And I, brethren, when I came to you, came not with excellence of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. At my preaching and my teaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. But with demonstration of spirit and power. Mama Jimmy, hebu tusomee ya Kikuyu inasema nini? Naguo mwarĩrie wakwa ona ũhoro ũcio ndahunjagia. Atĩ naguo mwarĩrie wakwa ona ũhoro ũcio ndahunjagia. Matiarĩ ma ciugo cia kũmũgucĩrĩria. Matiarĩ ma ciugo cia kũmũgucĩrĩria. Na ũũgĩ. No marĩ ma kuonania roho ona kuonania hinya. No marĩ ma kuonania roho ona kuonania hinya wa Ngai. Bwana asifiwe. So nilikuwa nasema hivi, tunapoongea kuhusu imani ni vizuri tujue ya kwamba imani sio mambo ya kichwa. Haleluya. Imani ni mambo ya rohoni. Haleluya. Na ndio sababu tumeona Wakorintho imesema ya kwamba that
what I believe then I speak. Kwanza nimeamini, na kuamini ni kwa rohoni. Bwana asifiwe. Kuamini sio kuelewa katika, not having a mental knowledge ama head knowledge. Unaweza kuwa na kuelewa katika kichwa, ni step number 1. Lakini ni lazima ishuke kutoka kwa kichwa, ingie katika roho, ndio sasa ukaweze kuwa na imani. Jina la Bwana litukuzwe. Nilikuwa ninasema shetani, kwa sababu anajua ya kwamba watu wakiwa na imani watampendeza Mungu wao, na kama hawana imani hawatampendeza, anaachilia watu wakuwe tu na hekima ya neno. Jina la Bwana litukuzwe. Na ukienda mahali kwingi utasikia watu wako na maarifa, they are knowledgeable when it comes to the word of God. Anaweza kukuhubiria masaa mengi, anaweza kukutolea hapa, kutolea hapa, kutolea hapa, kugawanishia hapa, lakini hiyo ni katika kichwa peke yake. Bwana asifiwe. Lakini haijafika katika roho. Paulo amesema ya kwamba mimi wakati nilikuja kwenyu sikuongea na maneno ya kuwavutia. Bwana asifiwe. Sikuongea na mambo ya excellence. Hallelujah. Hallelujah. Ona ndonekaga tare mundu muge muno, Mwathani aroneneha. Na ndio sababu siku nyingine niliwaambia Paulo alikuwa mpaka na walikuwa wanasema hata tunataka utupatie barua ya kuoneshana hakika wewe ni apostle. Anawaambia ya kwamba nyinyi ndio barua zangu. Jina la Bwana litukuzwe. Toro ne maiguaga ati mundu uyu na ti mwega tukiitania nake, ona twamurora kirugamo giake ri na rihio maugaga atiriri marua-ine make mena hinya muingi, no twacamania nake ri uria tuiguaga marua-ine na twamuona ri hasiperekani. Bwana asifiwe. Naye anawaambia mimi nilipokuja kwenyu sikutaka kujua mambo mengi, kitu moja nilitaka kujua ni Kristo na akiwa amesulubishwa. Jina la Bwana litukuzwe. Akazidi kidogo akasema ya kwamba na katika mahubiri na mafundisho yangu sikuongea with enticing words, diaririe ciugo cingegucĩrĩria mũndũ ũke, Mwathani arogocwo, but I taught and I preached with demonstration of the Spirit and demonstration of power. Hallelujah. Na hapo ndio nilikuwa ninasema, unaona watu wako na ujuzi wa neno, but there is no demonstration of power in them. Hallelujah. Roho haonekani, nguvu za Mungu hazionekani. Kwa sababu gani? Hakuna imani. Bwana asifiwe. Maandiko ambayo tumeyasoma imetuambia ya kwamba Hebrews 11 verse 3 imesema ya kwamba ni katika imani tunajua ya kwamba ulimwengu vile ulivyoumbwa. Wacha nisome hiyo mstari wa Pastor Peter, nisomee mstari wa 3. Sema ya kwamba kwa imani tuwafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ati ni kwa imani, ni kupitia imani tunajua vile ulimwengu uliumbwa. It is through faith that we know how the world was framed. Ati vitu vinavyoonekana kupitia imani tunajua ya kwamba havikuumbwa kutokana na vitu vilivyo dhahiri. Vitu vinavyoonekana havikuumbwa kutokana na vitu vinavyoonekana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ni kusema, alisema and let there be light, na wacha kuwe na nuru. Nuru haikuwa. Bwana asifiwe. So Mungu hakuchukua kitu kilichokuwa akatengeneza nuru. Nuru haikuwa, but God says let there be light. Wacha kuwe na nuru, na nuru ikaweza kuwa. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Kumaanisha ya kwamba tunaona demonstration of power through the word of God. Katika kunena kwa Mungu tunaona manifestation. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Na hivyo ndivyo walio na imani, ni lazima manifestation pia ionekane. Ni kweli tunajua ya kwamba hakuna miujiza Yesu alisema hakuna muujiza mwingine mtakaopata kama sio ule uliofanyika wakati wa Yona. Bwana asifiwe. Lakini hiyo haijamaanisha ya kwamba hatuhitaji kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi.
Haleluya. Tunapokuwa na mtu mgonjwa, tunataka kuona na huyu mtu mgonjwa tumwekele hapo mikono akipona. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini unapata tunajua ya kwamba neno linasema by the stripes of Jesus we are healed. Na tuko hapa na tutatamuka hayo, na mwenye alikuwa naumwa na mgongo wake atarudi tu mgongo ukiuma. Bwana asifiwe. Hatuja demonstrate the power of God. Na neno la Mungu ni la kweli, na kile Mungu amesema ni cha kweli. Bwana asifiwe. Ni kwa nini haionekani? Ni kwa sababu watu hawana imani. Bwana asifiwe. Ile tulio nayo ni imani ya kuokolewa. Hiyo tuko nayo na haikuwa yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo ni kupewa. That was a gift. Hiyo tulipewa bure. Bwana asifiwe. Lakini kuna ile ambayo ni sisi tunafaa kuwa nayo sasa, na ili kazi ya Mungu ikaendelee na kufanyika. Jina la Bwana litukuzwe. Mnajua wakati tulipoitwa katika wokovu, Mungu alituita na akawa na matarajio ataona tukiendelesha mambo yake. Tunapoongea kuhusu neno la Mungu, tumesema imani, it is a firm persuasion, a conviction based on the word of God. Ni kumaanisha ile ushawishi tulio nao na uhakika tulio nao hautokani na mambo tunayoyaona na macho ama tuliyoyasikia, ni yale ambayo yameandikwa katika neno. Jina la Bwana litukuzwe. Na neno liko na ukweli wake. Na wakati tutakuja kujifunza tena kuhusu the word of God, tutakuja kuangalia that the word of God is infallible. Kusema it is infallible ni kusema neno la Mungu halina kosa lolote. Jina la Bwana litukuzwe. The word of God is accurate. Kama limesema hakika, hivyo limesema ni kweli. Na kama hatuoni likifanyika, shida sio neno, shida ni mimi mwenye kulinena. Bwana asifiwe. Na ili likaweze kufanya kazi, ni lazima na mimi nikaweze kuwa na imani. Haleluya. Haleluya. Imani kama ile Mungu aliyokuwa nayo, kama imani kama Kristo aliyokuwa nayo. Nilikuwa nasema nini? Tunapotaka kujua Mungu, tunamjua kupitia neno. Na pia neno tunajua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni neno. Haleluya. So kuna neno linaloishi na kuna the written word ambayo tukifungua Biblia hivi tutaweza kulipata. Na kuna lile neno ambaye Kristo mwenyewe ndiye neno. Na ni kupitia neno tunaweza kumjua Mungu. Kuna wakati niliweza kusema wakati tukiwa pale Njiro, nikasema ya kwamba the reason as to why Jesus came, he came to reveal two things. Alikuja ili tukaweze kujua mambo mawili. Kwanza tukaweze kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Kristo kile nigetha tumenye Ngai, tondu hatari jaya Kristo tutingihota kumenya Ngai. Mwathani aroneneha. Na jambo la pili tukasema Kristo alikuja kudemonstrate how we are supposed to live as brethren. Kile nigetha tuonie atiriri uria tubatie gutura. Mwathani arogocwo. Na ndio sababu tunaona Kristo alikuwa Mungu 100% na Kristo alikuwa mwanadamu 100%. Alikuwa Mungu 100% ili kupitia yeye tukaweze kujua moyo wa Mungu, tukaweze kujua the character of God. Hallelujah. Na pia alikuwa mwanadamu 100% ili vile alivyoweza kuishi pia sisi tujue tunaweza kuishi vile. Bwana asifiwe. Na tunajua wakati Kristo alikuwa hapa ulimwenguni, alikuwa anatembea na nguvu za Mungu zilikuwa zinaonekana ndani yake. Hallelujah. Athia korado marwarete ni amahonagia hinya wa Ngai ugeka atia ukaonekana na ukamenyeka. Jina la Bwana litukuzwe. Na wakati Kristo alienda, mnakumbuka tuliweza kusoma about ubalozi ama ambassador. Kama sisi ndiyo mabalozi wa Kristo Yesu, inamaanisha when Jesus departed from this world, alituacha ili tukaendelee na kazi ambayo alikuwa naifanya. Haleluya. Yesu alikuja ili watu wakaweze kuokolewa. Alituacha ili watu wakaendelee kuokoka even in his absence, kwa sababu tumesimama nafasi yake. Haleluya. Yesu wakati alikuwa huku akipatana na watu ambao wamelemewa na shida, alikuwa anawatatulia shida zao. Kumaanisha alipotuacha kama mabalozi wake, pia sisi anataka tukaendelee na kuona watu wa Mungu wameondolewa katika shida na dhiki walizo ndani yake. Bwana asifiwe. Nayo hayo yote hayawezi kufanyika kama hakuna imani.
Bwana asifiwe. Ili tukaweze kujua imani hii tunayoongea, hii ambayo imeandikwa hapa, sio imani ya wokovu. Ukisoma wale watu wote wameandikwa pale, mtu wa kwanza amenena, tumeona alikuwa ni Habili, ambayo tumeambiwa ya kwamba ni katika imani Habili aliweza kutoa sadaka na sadaka yake ikaweza kukubaliwa. So tunaonyeshwa imani hii ni imani inayolingana na yale mambo mwanadamu anafanya. Haleluya. Sio imani ya Mungu, ni imani ya mwanadamu. Kaini alitoa dhabihu lakini hakuitoa kwa imani, Mungu akaikataa. Habili akatoa dhabihu kwa imani na Mungu akapokea dhabihu yake. Tumeambiwa pia Henoko kwa sababu ya imani aliweza kuchukuliwa na Mungu, hakupata kifo. Ukienda kwa Abrahamu pia unaona, pia Abrahamu tunaambiwa nini? Abrahamu hata kama hakuwa na tumaini, kwa sababu mwili wake ulikuwa umezeeka, alikuwa amefikisha miaka 100, bibi yake alikuwa amefikisha miaka 90, hawakuwa na matumaini yoyote ya kupata mtoto, lakini Abrahamu aliamini dhidi ya tegemeo. He believed against hope. Mwathani arogocio. Andari na kindu angiaroririo guo, ona haha ningwihoka Ngai ni tondu haha hena mwihoko. Ningwitikia Ngai tondu haha hena kirigiriro. Mutumia uyu wakwa ndakinyetie miaka 45, ndakinyetie menopause, uyu no agie mwana, akiritie nginya kuu guothe. Koguo Ibrahimu agitikia Ngai niekumuhe mwana tori amwirite, ona hatire na kindu gia kwirigirira. Mwathani arogocio. So tunaona ya kwamba imani hii walikuwa ni imani yao wenyewe, walikuwa nayo, wanaamini Mungu na wanaamini kile Mungu amesema ni cha kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So kwa sababu ya muda na wakati sitanena mengi kuhusu imani, lakini Jumapili Mungu akitujalia tutaweza kuangalia ni kwa nini tujifunze imani, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaweza kuona ya kwamba kupitia haya tunaweza kujifunza imani. Bwana asifiwe. Na pia tutakuja kuangalia nayo imani inafanya kazi gani. Haleluya. So Bwana wabariki sana na atusaidie ili tukaweze kuwa na imani na tuwe na imani ya kweli. Tusiwe na these 4 substitute of faith ambayo shetani anapeana, ambayo ni ya kuwa tu na ujuzi wa maandiko na unakubaliana na maandiko, lakini haijateremka katika moyo ili ukaweze kuamini. Jina la Bwana litukuzwe. Nimesema imani ni ya rohoni, na ndio kitabu cha Warumi kinasema ya kwamba ni katika moyo mtu huamini na anahesabiwa kuwa mwenye haki, na ni katika mdomo mtu anakiri na anaweza kuokolewa. Kumaanisha imani ni ya moyoni, sio ya mawazo. Jina la Bwana litukuzwe. So hekima tulio nayo, ama the knowledge that we have, tunafaa tuisukume ikaweze kufanyika sasa the substance. Wakati maandiko imesema faith is a substance. Substance ni kitu unaweza kushika. Na there is a time niliguzia hapa nikasema ya kwamba the word of God is the raw material. Neno la Mungu ndilo linatumia kuunda the substance. Kile Mungu amesema kupitia imani kinafanyika a tangible thing. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Kiugo kiu kiugete kuhitukira mitoda ya Kristo ni murihonaga, ni witikio utumaga kiugo kiu gituike uhonio. Mwathani aroneneha. No hatari na witikio, kiugo kiu kiri oho na ni kiama na no kiriaga kuruta wira. Ngai amurathime na mwike wega, na tunaweza simama tukaweze kumalizia. Tukashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake na ili